Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kuona ya kwamba mimi na wewe leo tuko wazima. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba siku ya leo ni siku ambayo Mungu aliyoitengeneza, akatuifurahie pamoja na kuishangilia. Kwa hiyo tukiona tunapata siku, ni vema sana kuweza kumshukuru Mungu. Kwa maana kuna wale ambao kuweza kufikia siku ya leo, lakini kwa neema ya Mungu na mapenzi yake, mimi na wewe tuko wazima. Kwa majina inaitwa Delphin, na siku ya leo tena kujifunza somo nzuri ambalo nasema ya kwamba kukaa uweponi mwa Bwana. Kukaa uweponi mwa Bwana. Tutakuwa katika kile kitabu cha Zaburi, ile sura yake ya 27 na mstari ule wa 4. Zaburi 27 mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kila siku nikisoma sura hizi za kitabu hiki cha Zaburi, huwa inanifurahisha sana. Huwa zinaleta faraja, zinaleta tumaini hata pale ambapo hakuna tumaini. Na mara nyingi vinafanya sana niweze kutafakari mahusiano ya Mungu pamoja na Daudi. Ni kweli tuko katika Agano Jipya, lakini Daudi alikuwa na mahusiano ya kipekee pamoja na Bwana. Daudi alikuwa rafiki, alimsogelea Bwana, alimtegemea Bwana katika mengi. Jina la Bwana libarikiwe. Vitabu vya Zaburi ama kitabu hiki cha Zaburi, au ukisoma sura zake, huwa zinaleta matumaini pamoja na faraja. So kuna mengi ya kujifunza. Kuna mengi ya kujifunza sana katika Zaburi hii ya 27 na huu mstari wa 4. Lakini tutafocus leo katika sura hii katika mstari huyu wa 4, na hii katika mstari huyu wa 4 tutakuwa tukizungumzia kuhusu uwepo wa Bwana. Lakini ukiangalia vile ambavyo Daudi alianza katika mstari huyu, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Na tuonyesha ya kwamba Daudi alitamani kitu, alitaka ama amehitaji kitu mbele za Bwana. Haleluya. Kutaka ni nini? Kutaka ni kutamani. Kutaka ni kuhitaji. Kutamani ama kuhitaji ni nini? Kutamani ama kuhitaji ni msukumo mkubwa wa kutaka kupata kitu fulani. Ni msukumo mkubwa unakuja kwa kila mwanadamu wa kutamani kitu fulani. Na ndugu yangu, napenda kuambia kwamba kila mwanadamu ambaye aliyeumbwa na Bwana, kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, aliumbwa na uwezo wa kuweza kutamani kitu fulani. So kwa mwanadamu kutamani sio makosa. Kwa mwanadamu kutamani sio dhambi. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Marko, ile sura ya 11 mstari wa 24, kuna kitu Yesu alisema. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Marko 11 na mstari ule wa 24, Biblia inasema, Marko 11:24, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba myapokea, nayo yatakuwa yenu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anawaambia yoyote ambayo mko nayo shida, yoyote ambayo mnayatamani, yoyote ambayo mnayohitaji, mkiyaomba, yoyote ambayo mnahitaji, mkiyaomba, aminini ya kwamba yametokea. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaonyesha kwamba kwa sababu tuliumbwa na uwezo wa kutamani, kwa sababu tuliumbwa na uwezo wa kuhitaji. So kuna mambo tukihitaji kitu, kuhitaji kwetu sio makosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahitaji yangu mimi na wewe yanatakiwa yawe mahitaji yatakayotembea na mapenzi ya Bwana. Haleluya. So mahitaji yangu mimi na wewe yanatakiwa yawe mahitaji yatakayotembea au yatakayoendana na mapenzi ya Mungu. So kuhitaji kwetu kunakuwa dhambi pale ambapo mahitaji yetu yanaenda kinyume na mapenzi ya Bwana.
Jina la Bwana libarikiwe. So kuhitaji kwetu kunakuwa dhambi ama kunakuwa makosa pale ambapo mahitaji yetu yanaenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tafakari katika muda kidogo. Chukua muda kidogo kutafakari. Je, ni mambo gani ambayo unayohitaji? Ama mahitaji yako unayohitaji, ama kutamani kwako, vitu ambavyo unavyovitamani, je, viko katika mapenzi ya Bwana? Haleluya. Mara nyingi tunahitaji vitu vya mapenzi, tunahitaji Bwana. Mara nyingi tunamhitaji Mungu, ama mara nyingi tunahitaji mambo ya kiungu pale ambapo tuko katika shida. Mara nyingi tunahitaji vitu vya Bwana. Mara nyingi tunahitaji mambo ya kiungu pale ambapo huwa tumekosa, pale ambapo huwa tumepoteza, pale ambapo tuko katika majungu, pale ambapo tuko katika magonjwa na vitu vingine fulani. Haleluya. Lakini tukikuwa katika raha, tukikuwa katika amani, huwa tunamtupilia Bwana, huwa tunamwambia Bwana, wewe hauko. Vitu vya kiungu huwa tunavitupilia mbali. Haleluya. Kuna watu wengi leo walimtupilia Bwana, walitupilia mambo ya kiungu kwa sababu walifika Marekani, kwa sababu walipata pesa, kwa sababu walipata mambo fulani, kwa sababu shida zao zimeisha na tayari wakaweza kutupilia kila kitu cha Bwana. Haleluya. Kuna wengi ambao walitupilia presence ya Mungu, walitupilia Bwana, walimwacha Bwana kwa sababu ya vyote walivyo navyo sasa. Hawana tena shida. Kuna wengi walifanya agano na Bwana wakati wako Afrika, lakini walipofika Marekani wakabadilisha ambavyo walikuwa wanavifanya kwa ajili ya Mungu. Wakasahau na maagano waliyofanya kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Lakini maandiko yanatuonyesha ya kwamba Daudi alikuwa mfalme. Daudi alikuwa ni mfalme, na Daudi alikuwa mfalme, alikuwa na pesa, alikuwa na amani, alikuwa na vyote. Haleluya. Lakini hivyo vyote havikuweza kumfanya aweze kumwacha Bwana, bali viliweza kumsogeza mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia maisha ya Daudi, Daudi alikuwa ni mtu ambaye alipitia vita, alipitia manyanyaso, alipitia kudharaulika, lakini katika yote ambayo aliyopitia, Daudi hakuweza kumwacha Bwana. Daudi hakuweza kukimbia katika presence ya Bwana, lakini katika yote aliyopitia aliweza kutamani kitu kimoja, na kila alichokiweza kukitamani, aliweza kutamani kukaa nyumbani mwa Bwana milele, kukaa katika presence ya Bwana milele. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba katika kile kitabu cha Zaburi, katika kile kitabu cha Zaburi 112 ile mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Inasema ya kwamba nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Ile Zaburi 122 inasema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Huyo alikuwa ni mfalme, lakini na maandiko yanasema kwamba alisema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Daudi alijua ni nguvu gani iliyo katika uwepo wa Bwana. Daudi alijua ni kitu gani ambacho uwepo wa Mungu unabadilisha katika maisha yake. Japokuwa niko mfalme, lakini kuna mengi ambayo nayapata katika presence ya Bwana ambayo siwezi nikayapata katika ikulu. Kuna mengi ambayo yanapatikana katika presence ya Bwana ambayo tuwezi tukayapata sehemu yoyote. Kuna mengi ambayo yanapatikana katika presence ya Bwana ambayo hayapatikani ikulu. Kuna mengi ambayo yanapatikana katika presence ya Bwana ambayo hayapatikani katika benki. Kuna mengi ambayo yanapatikana katika presence ya Bwana ambayo hatuwezi kuyapata hata masokoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kizazi cha leo tumetupilia sana uwepo wa Bwana, tumezarau sana uwepo wa Bwana. Leo mtu ili aende maombi anatakiwa kubembelezwa. Leo lazima mbembeleze mtu aende katika maombi, lazima mbembeleze mtu aende katika Bible study. Leo lazima mbembeleze mtu ili aende katika masomo ya Biblia. Leo lazima mbembeleze mtu ili afanye kazi ambayo Mungu anamwambia aifanye. Bwana Yesu asifiwe. Inasikitisha sana mpendwa, inasikitisha sana katika kizazi chetu. Tunauhitaji uwepo wa Mungu.
Ukisoma maandiko, Biblia inasema ya kwamba wakati Musa alipokuwa na maongezi na Bwana, Mungu alimwambia, enendeni na malaika wangu atakuwa pamoja nanyi. Lakini Musa alisema ya kwamba uwepo wako usipokuwa pamoja nasi, uwepo wako usipoenda pamoja nasi, wala hatutaenda. Na kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa na nguvu, na kwa sababu uwepo wa Mungu uko na nguvu, ulibadilisha maisha, ulitembea pamoja na wana wa Israeli. Maandiko yanasema ya kwamba nguo zao hazikuweza kuchakaa, nguo zao ziliweza kuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya uwepo wa Mungu, wana wa Israeli hawakuonekana na laana ndani yao. Ndio maana wakati walipotaka kuwalaani, ule nabii alipotaka kuwalaani, hakuweza kuona laana katika wana wa Israeli, bali aliona baraka kwao, kwa sababu tu ya uwepo wa Mungu ambao uliokuwa ukiwazunguka wana wa Israeli. Mpendwa mwenzangu, napenda kuambia kwamba kila tatizo yoyote ambayo haiwezi kapata suluhisho katika presence ya Mungu, tatizo hiyo maana yake haiwezi kapata suluhisho mahali popote. Haleluya. Unaweza ukajiuliza, nawezaje kukaa katika presence ya Bwana? Nawezaje kukaa katika uwepo wa Bwana? Unajua, watu kwa katika Agano la Kale na vile ambavyo tunakaa katika presence ya Bwana katika Agano Jipya viko tofauti kidogo. Haleluya. Kwa sababu katika Agano Jipya Roho Mtakatifu anaishi ndani yangu mimi na wewe. Haleluya. Anaishi ndani yangu. So kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya ili mimi na wewe tuweze kuishi katika uwepo wa Bwana. Na jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifanya, yoyote ambaye ana shida, ambaye anaitamani, yoyote ambaye anahitaji kama vile Daudi akusema kwamba natamani nikae uweponi mwa Bwana, ni lazima uweze kuokoka. Namna ya kwanza ya kuweza kukaa katika presence ya Bwana, ni lazima tuweze kuokoka. Haleluya. Wokovu ni njia ambayo inatupeleka katika presence ya Bwana. Haleluya. Kwa sababu katika Agano la Kale hapakuwa na wokovu, ni kuhani peke yake ambaye aliweza kuwa na access, ama aliweza kuwa na ability ya kuweza kuingia katika presence ama uweponi mwa Mungu, katika utakatifu wa utakatifu. Lakini katika Agano Jipya, kwa sababu wokovu ulitupatia njia, ndio maana kila yoyote anaweza, yoyote ambaye aliokoka ana uwezo wa kuweza kuingia katika presence ya Bwana. Haleluya. So namna ya kwanza ambayo inatufanya tukae katika presence ya Bwana ni kupata wokovu. Mpendwa wangu, kama bado hujaokoka, kama bado hujampokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, au ni vigumu sana kukaa katika presence ya Bwana. Kwa maana mtu akiokoka anasamehewa dhambi, mtu akiokoka anafanywa kuwa mtu mpya. Haleluya. So namna ya pili ambayo inatufanya tuweze kukaa katika presence ya Bwana, nia ya pili ama namna ambayo tunaweza kukaa katika presence ya Bwana, inatufanya tuweze kukaa katika presence ya Bwana, ni kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni kusarenda na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni kusarenda na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Njia peke yake katika uwepo ni Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba ni yeye anayejua ukweli kuhusu Bwana. Ni yeye anayejua ukweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 11. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndio anayejua ukweli wote. Anayejua ukweli wa Bwana. Haleluya. So tukiongozwa na Roho Mtakatifu, anatuongoza katika presence, anatupeleka katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wa kile kitabu cha Yohana ile 16 mstari ule wa 13, tusikie maandiko yanasemaje. Yohana 16 mstari ule wa 13, Biblia inasema ya kwamba lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli
atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amen. Jina la Bwana libariki. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anajua kweli yote. So mimi na wewe tukijiweka kwake, pali pakubwa ambapo anapotupeleka, anatuongoza katika uwepo, anatupeleka katika uwepo. Mtu asiye msikiliza Roho, mtu asiye akikuwa na asiyomtii Roho Mtakatifu, ni vigumu kukaa katika uwepo, ni vigumu kuishi katika uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namna ya tatu ni kuishi maisha ya maombi. Namna ya tatu ni kuishi katika maisha ya maombi. Haleluya. Namna ya tatu ni kuishi katika maisha ya maombi. Haleluya. Kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema Wathesalonike wa kwanza mstari ule wa 15, mstari ule wa 5, mstari sura ile ya 17, Biblia inasema ya kwamba ombeni bila kukoma. Haleluya. Nasema kwamba ombeni bila kukoma. Paulo alikuwa ni mtu ambaye alitembea na uwepo wa Mungu. Haleluya. Hakutuambia tu tuombe bila kukoma kwa sababu tuone tu kutia mahitaji, lakini alijua kitu gani maombi anaweza yakafanya. Alijua ni kitu gani ni sehemu gani maombi anaweza katupeleka, na mahali pakubwa ambapo maombi yanatuongoza, ambapo maombi yanatukatisha, yanatuketisha katika uwepo wa Bwana. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba niite nami nitakuitika. Haleluya. Mungu akiitika anakuja kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. So maombi ni njia ambayo inaweza kutufanya na wetu tuishi katika uwepo wa Bwana. Ndio maana hatutaki kuomba siku moja, ndio maana hatutaki kuomba tu Sunday, lakini tunatakiwa kuomba kila siku. Kama unahitaji uwepo, kama tunahitaji uwepo, ni lazima tuweze kufanya maombi kuwa parti ama kukuwa sehemu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na namna ya 4 ni kuishi maisha ya neno. Namna ya 4 ni kuishi maisha ya neno. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 4, maandiko yanasema ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu, lakini katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Haleluya. Mtu ataishi katika mkate tu, lakini katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Kuishi ndani ya uwepo, ni lazima tuweze kufanya neno la Bwana, leo la Bwana liwe ndani yetu kila siku. Kwa maana kama vile tunavyohitaji mkate, kama vile tunavyohitaji mkate kila siku, hivyo ndivyo tunavyohitaji neno la Bwana ili tuweze kuwa na afya bora. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mtu ataishi kwa mkate tu, lakini katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. So tukitaka kuishi katika ukamilifu, ni lazima tuishi katika neno na pia kuishi pamoja katika mkate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So ndio maana ni vema mimi na wewe, ndio maana ni vema mimi na wewe kuweza kulitia neno la Bwana mbele zaidi. Haleluya. Namna ya 5 ambayo inatufaa tuishi katika uwepo ni kuishi katika mapenzi ya Mungu, ni kuishi katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Yesu Kristo, ukiangalia summary ya kazi ambayo alikuja kuifanya, ama msamiati yote ambayo Kristo alikuja kuifanya, Yesu Kristo yote ambayo alikuja kufanya, hakukuja kufa tu kwa ajili yetu, lakini alikuja kutimiza mapenzi ya Bwana. Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 7 inatuonesha Yesu Kristo alikuja kutimiza mapenzi ya Bwana. Hata kile kitabu cha Luka ile sura ya 12 mstari ule wa 42, Biblia inatuonesha vile ambavyo Yesu alikuja kutimiza mapenzi ya Bwana. Kitabu cha Luka 22 na mstari ule wa 42, Biblia inasema, Luka 22 Biblia inasema ya kwamba akisema, Baba,
ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Amen. Yesu Kristo alikuja kutimiza mapenzi ya Bwana. Ndio maana alitembea katika uwepo wa Mungu. Mara nyingi huwa tunapitia shida, tunapitia magumu kwa sababu tunatembea kinyume na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Lakini tukitembea katika mapenzi ya Bwana, ni lazima uwepo wa Bwana utakuwa pamoja nasi siku zote. Ndugu yangu, uwepo wa Mungu ni kitu kikubwa katika maisha yetu. Tusipotembea na uwepo wa Bwana itakuwa ni vigumu. Haleluya. Na we ndugu yangu, inawezekana ni kweli umeokoka na Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Je, Roho Mtakatifu, unampatia nafasi, unamsikiliza? Kwa maana Roho Mtakatifu anaweza kuwa nafasi ndani yako, lakini amelala. Kwa maana Yesu alikuwa pamoja na mitume wake katika ile boti, lakini Yesu alikuwa alilala. Na wewe, ili kwa kufanya Roho Mtakatifu aweze kuishi na kuachilia uwepo wa Mungu ndani yako, ni lazima kufanya haya mambo: kuishi katika maisha ya maombi, kuishi katika neno la Bwana, kuishi katika mapenzi ya Bwana, pia kuweza kupata wokovu. Haleluya. Kupata wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa, presence ya Mungu ni kwa ajili yangu mimi na wewe, na pana nguvu kuishi katika uwepo wa Bwana. Fanya maamuzi siku ya leo, na kama kuna chochote ambacho ulikuwa bado haujakishikilia katika haya mambo matano, ni muda sasa wa kuweza kuanza kuifanya, kwa maana haya mambo matano yana attract ama yanakogota uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Daudi alisema ya kwamba neno moja ambalo nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalotamani, ni kuishi katika nyumba ya Bwana, ni kuishi katika uwepo wa Bwana. Bwana kubariki na kukulinda, akuinulie nuru za uso wake milele hata milele. Kama bado hujatoa maisha yako kumpatia Kristo, fanya maamuzi siku ya leo, maana ni maamuzi ambayo utaweza kuyajutia katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen. Kama kuna lolote ambalo unaweza kulipenda katika hii video, tafadhali komenti hapo chini ili tuendelee kujifunza pamoja na kutangaza Injili kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Amen.